Tunalala lakini kwa wasiwasi, mtu unalala na kibegi cha hakiba kitandani. Ukisikia puu unatoka na vitu vyako unakimbia. Sasa yote hiyo 9, 10 sisi ambao tunaishi hiyo ndani hilo chini ya hilo guzo, ndo roho zetu sisi tumeziweka rehani. Sasa maisha haya sisi tutaishi mpaka lini? Ushachoka, unakuwa muwako haswa. Maana saa nyingine labda kunapigwa fashi zogo tafrani, nakwambia kama huna moyo binafsi. Mimi mwenyewe siku moja nilikaa mpaka nikalia kuhusu ule moto vile unavyowaka, na mimi uko chini ya nyumba yangu, sina amani na wanangu. Wananchi wa shehia Mwembe Shauri wilaya ya Mjini Unguja wamelalamikia tatizo la kuwaka kwa guzo la umeme kwa muda mrefu sasa katika eneo lao. ASAM Online TV imefika moja kwa moja katika shehia hiyo na kuzungumza na wananchi hao, ambapo wameeleza hali ilivyo na athari wanazozipata kutokana na tatizo hilo. Kadhia kubwa inotukumba hapa sisi ni zile waya ambazo zimepita kwenye lile guzo, ambazo zinakuwa zinawaka moto mara kwa mara, na mara nyingi zinatokezea time ya usiku. Kwa hiyo inatuia sisi vigumu sana, kwa sababu mzeko washai kupigiwa si mara moja si mara mbili, wanakuja na sheha hilo jambo analitambua na wanakuja, lakini wakishakuja wakirekebisha pale kidogo wanaondoka. Yani hakuna ile solution ya kuendelea ya kufanya lile tatizo lisiendelee. Hii inatupa pressure kubwa sana, yani kwa sababu tunakuwa hatuna hamu ya kulala, hatuna hamu ya chochote, kwa sababu ikianza tu mvua sisi tunakaa standby. Na lishawaka sio mara moja sio mara mbili, lilishawaka mpaka waya zikaanguka chini kabisa, tukalala siku hiyo hakuna hata umeme. Asubuhi ndo wakaja zeko wakaunganisha hapo, baadaye wakaondoka. Nini hasa mwarobaini wa hili tatizo bado haujapatikana. Kwa hiyo sisi inatupa maisha magumu hii nguzo. Kama kuna uwezekano wa kufanya jambo lolote hapa, basi lifanywe ili hili tatizo liondoke, kwa sababu sasa hivi imekuwa hatuna raha. Sisi tukisikia manyunyu, tukisikia sijui mpira tu umedata uko barabarani, tukisikia mabofu tu amepasuka, imekuwa sisi roho zetu zote ziko kwenye hii nguzo. Tunalala lakini kwa wasiwasi, mtu unalala na kibegi cha hakiba kitandani. Ukisikia puu unatoka na vitu vyako unakimbia. Sasa maisha haya sisi tutaishi mpaka lini? Mbona wenzetu wanaishi kwenye maisha ya amani tu? Hatua ya mwanzo sisi tunakuwa tunaripoti kwa sheha, na sheha akishakuja hapa akaiona hiyo hali anawapigia zeko, wanakuja hapa wanarekebisha. Na kuna siku zeko wakasema itabidi sijui mjikusanye, sijui mkatafute barua kwa sheha, sijui mwende zenu zeko. Sasa huo mzunguko wao washakuja hapa, washaliona tatizo, si waliandikie ripoti liende kule ofisini likafanyiwe kazi. Kwa nini iwe sisi ndo tutoke tuwe tunaenda zetu mpaka zeko? Hivi itakuwa uko zeko hakuna kazi, wananchi tu tunakusanyana kule tunaenda zetu kulalamika, wakati wao wanatakiwa washuke huku chini kuja kuangalia kuna matatizo gani yanayoendelea katika huduma zao. Hayo matatizo ndo kazi zao, hayo matatizo wakiyafanyia kazi ndiyo kazi zao. Kazi sio mtu kukaa ofisini tu, kwa sababu wewe unatoa huduma kwa jamii, na jamii iliyozunguka ndo sisi wananchi wa huku chini. Kwa hiyo sisi tukisema tuwe tunatoka kila siku tunaenda zetu zeko, huko zeko kutakuwa hakuna nafasi kwa kweli. Wao wakenda sehemu wakilikuta tatizo, kuna tatizo ili na hili wanaenda kuliripoti, wakisha kuliripoti ili waje walifanyie ufumbuzi wa hili tatizo, kwa sababu hili tatizo halikusababishwa na mtu, ni tatizo ambalo linatokea ni miundombinu hii. Kwa hiyo hii miundombinu wao wenyewe ndo wanaifahamu ilivyo. Kwa sasa hivi ujuzi ishadata mara mbili, yale manyunyu ya juzi tu imedata mara mbili. Kwa hiyo hapa wakati wowote ikisha kuanza kudata, wakati wowote inaripuka. Na sheha juzi alipata taarifa na akasema zeko kisha wapigia watakuja, lakini sisi mpaka muda huu tokea Jumatano sio Alhamisi iliponyesha ile mvua hatujamuona zeko, hatujamuona yoyote. Na wao huwa hawaji, wanasubiri mpaka kuripuke moto ririri. Kuna siku uliripuka mpaka watu huko barabarani wakawa wanaulizana kuna nini. Watu walitoka mpaka raha leo, kwa maana moto ulikuwa mkubwa sana, ikabidi mpaka tukawapigia na fire wakaja wakazima kwa zile fire extinguisher. Fire walifika mwanzo kuliko wao zeko. Walipokuja hapa waya zishakuweko chini.
Kwa hiyo na umeme moto ukaushazimika, kwa hiyo umeme ukazimwa, kwa hiyo wakagusagusa, wakaondoka asubuhi ndo wakaja wakalitengeneza. Kwa maana sisi linapotokea lile tatizo kubwa tunatoka ndani na watoto zetu tunakimbia, tunaacha kila kitu ndani. Kheri minallahi shari minallahi. Hata tukiwapigia ozeko saa nyingine usiku unaweza ukawapigia ozeko mpaka unachoka wewe, hawaji wala hawapokei hizo simu. Na sawa tuseme mfano watapokea, hilo tatizo lishazidi na simu zishakuwa nyingi, wanaweza wanakuja hapa, basi hata wakija tatizo lishasambaa, umeme ushawaka vya kutosha, guzo lishawaka vya kutosha. Hapa kulikuwa kuna waya za mawasiliano zilishadondoka mara 3, sijui zimepita kwenye guzo hilo, zishadondoka, si chini ya mara 1 wala mara 2 wala mara 3, zinadondoka wenyewe, ndio wanakuja wanaziweka sawa. Sasa yote hiyo 9, 10 sisi ambao tunaishi hiyo ndani hilo chini ya hilo guzo, ndio roho zetu sisi tumeziweka rehani, kwa sababu tunajua temo wote wakati wote linaweza likatokea nje hapa na mtu akuliona, ndio tunawaka. Kwa sababu mara nyingi nakuwa pana watoto maskani hapo, ndo wanatuita jamani, wewe kuna waka, ndo tunatoka nje. Lakini kukosa hivyo, kama panakuwa hapana watoto, basi uhakikishe sisi tunaripuka kabisa, kwa sababu mwako unakuwa si mdogo. Labda shoti tu ya kawaida imetokezea, hapana, unakuwa mwako haswa. Maana saa nyingine labda kunapigwa fashi zogo tafrani, nakwambia kama huna moyo binafsi. Mimi mwenyewe siku moja nilikaa mpaka nikalia kuhusu ule moto vile unavyowaka, na mimi uko chini ya nyumba yangu, sina amani na wanangu, sina amani ya kulala hata humu ndani. Hiyo ndio ilikuwa moto, ndio ulizidi kabisa. Hawa zeko ukiwaambia tutakuja baadaye, wanakuja wanaangalia, wanasema tutakuja, hawaji tena, hatuwaoni. Tunakaa kwa rehema za Mungu, tunaishi kwa rehema za Mungu, tushachoka. Hebu watutafutie ufumbuzi wa hili guzo, tushachoka. Tushakuwa taabani kwa sababu maisha yetu imekuwa sasa hivi yako rehani, tunaogopa. Umeme si kama moto wa kibatari au moto wa kibiriti, umewaka ndani mwako basi kwingine haukufika. Umeme ukija ukiwaka hapa tutawaka nyumba zote, kwa sababu nyaya ndo hizi hapa. Zimetoka nyumba hii imekwenda nyumba hii, ketoka nyumba hii imekwenda nyumba hii. Kwa maana tatizo litakapokuja kutoka hapa haponi mtu. Kuna siku tumeona guzo limewaka moto hilo kama mida saa 6 hivi. Mimi ndo nikaamka nikasema acha niwashtua majirani watoke nje walione ile guzo, na kweli kwenda kwa shehe hapo. Shehe akaja kuja shehe pale ndo akaita sijui file. Kuja file ndo kaja hapo nguzo nini tukaanguka zote chini hapo umeme. Sasa na siku ya pili pevo hivyo pia likawaka moto. Nikaenda kuwashtua majirani wakatoka, wako na tatizo kubwa. Na leo pia wanasema alfajiri wanasikia cheche za moto. Sasa ndio tunaomba kama wana maskani ile guzo liondoke, kwa sababu nyumba zetu ndo kama hivi, nyingine nyumba za udongo, nyingine mabati mabovu, ndo kama hivi nyumbani, na kama guzo kwa kichochoroni watoto wanacheza. Sisi tunachoomba ile guzo liondoke tu. Mtazamaji wa ASAM Online TV, ripoti hizi bado zinaendelea na jitihada za kuwatafuta shirika la umeme Zanzibar ili kupata ufafanuzi wa kina kuhusu swala hili. Tutaendelea kukuletea kila kinachojiri, kuona hatua zinazochukuliwa katika kulitatua tatizo hilo. Hizi ni ripoti za ASAM. Nyuma ya kamera Jabir Ridwan, Fatma Bernard, ASAM Online TV.